Kwa jina naitwa Sita Malele Kitula, ni afisa sheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Tuko mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kongwa. Niko katika kata moja, kata ya Mkoka. Leo tumeweza kusuluhisha mgogoro wa ndoa, ambao mgogoro wa ndoa ulikuwa na changamoto ya malezi ya mtoto. Amekuja baba, pia alikuja mama. Mama alikuja akasema baba mtu washaachana wenyewe. Baba mtu hahudumii mtoto, akiomba hela za shule hatoi. Sasa tukamsikiliza mama, tukasema hapana, tuweze kusikiliza na upande wa pili. Kweli tukampigia simu baba. Baada ya kuja baba naye tukamsikiliza. Baada ya kumsikiliza kweli alikiri, huyu ni mke wangu, tumezaa naye mtoto mmoja na sasa hivi tushaachana. Mama anasema kuwa hudumii mtoto. Je, ni kweli? Yeye kweli alikiri, ni kweli, lakini sasa je, una mpango gani? Baada pale ya kumpa elimu na msaada wa kisheria alielewa. Baada ya kuelewa akasema basi mimi nimeelewa, kuanzia leo nitaanza kutoa malezi kwa mtoto. Chochote kitu atakachohitaji kupitia mimi, naomba shirikiani na mimi. Pia baada ya kusema hivyo, basi maana hapa tuko kisheria zaidi, naomba kuweza kuandika barua. Kweli tukaandikishia barua pale, wakasaini, wakasema haya malezi, haya matunzo, kama ni hela naomba ziwe zinapitia kwa nani? Kwa balozi. Kwa mgogoro ulikuwa hivyo. Kwa jina naitwa Monica Meshack Chakulanga. Nimekuja kwenye msaada maana nilikuwa nasumbuliwa na mzazi mwenzangu kunisaidia kulea mtoto, alikuwa hamtaki kumsaidia. Yaani anzia 2013 nilikuwa nahangaika na mtoto, alikuwa hanisaidii kutunza. Amenisuluhisha na mzazi mwenzangu, kakubali mwenyewe mpaka kaweka saini. Kwa jina naitwa Isaya Elia Manda. Wito wangu nilipokuja hapa, tumeongea na wataalamu, kutokana na kauli zake hatuelewani, lakini kwa sababu tumeshajenga maisha, basi naenda kutunza mtoto wangu kama kawaida tu. Kwa kuwa hapa tuko kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 15, tunaendelea kuwasisitiza wananchi wa mkoa wa Dodoma katika wilaya ya Kongwa na kata ya Mkoka, wananchi waweze kujitokeza kwa wingi, maana hapa tunasolve migogoro ya ardhi, migogoro ya mirathi, ukatili wa kijinsia na mafunzo mbalimbali.